2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, akisema kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitengeneza kanuni za maadili ya uchaguzi na hizo kanuni kuzipeleka kwa vyama vya siasa kuanzia ule mwezi wa 3 na kurudisha maboresho ya mwisho mnamo huo mwezi wa 4 na mwezi tarehe 4 na mnamo tarehe 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2022 ilitakiwa vyama vyote vya siasa vikutane pale Dodoma na kuweza kusaini hizo kanuni, kwani kanuni zinadaiwa kusainiwa na kila chama cha siasa ambacho kinataka kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na chaguzi ndogo ndogo ambazo zitafanyika kuanzia kipindi hicho mpaka mwaka 2030. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chenyewe akikusaini na akusaini kwa sababu kubwa za msingi ambazo zinaendana na mparaganyiko mkubwa wa sheria za uchaguzi za nchi yetu, sheria ambazo haziendani kwanza hata na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sehemu kubwa, na haziendani na msingi mkubwa wa dhana ya uchaguzi ambao ulio huru na wa haki. Na kama kunakuwa na uchaguzi au mfumo wa uchaguzi ambao hautuletei uchaguzi ambao huru na wa haki, ni makosa makubwa ya katiba kwa chama chote kile cha kisiasa kushiriki katika uchaguzi huo. Mnamo tarehe 31 mwezi Januari mwaka 1995, Mahakama ya Rufaa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kesi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja Radio Tanzania Dar es Salaam na Azim Premji dhidi ya Dr. Amani Waridi Kaburu, ambayo ilikuwa ni kesi namba 30, ni kesi ya rufaa namba 32 na namba 44 ya mwaka 94. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania ilitamka kwa uwazi kabisa katika hukumu yake kwamba msingi mkubwa wa kikatiba wa uchaguzi wa nchi yetu ni kuwa na uchaguzi ambao ni huru na wa haki, na ikasema kama kanuni hizo kama msingi huo unakiukwa, basi uchaguzi huo unakuwa sio huru na wa haki. Ilitoa maagizo hayo na tulitegemea kwamba Tume ya Uchaguzi ambayo kwayo inaongozwa na majaji jaji mwenyekiti wake ni jaji wa Mahakama ya Rufaa Jaji Mwambegere, na vile vile makamu wake ni Jaji Mbaruk ambaye ni jaji mstaafu wa Mahakama ya Rufaa, na vile vile kuna Jaji Asina ambaye ni jaji wa Mahakama Kuu, kwamba itakuwa ni tume ambayo inazingatia katiba ya nchi, inazingatia maamuzi ya Mahakama ya Rufaa na Mahakama Kuu juu ya kuipatia nchi uchaguzi huru na wa haki. Sasa hiyo kesi ilisema vile vile kitu pekee ambacho tume haiwezi kahojiwa ni pale inapokuwa imetenda kazi zake au imetimiza wajibu wake kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na sheria zilizowekwa. Lakini kama pale inapokuwa imekiuka kile ambacho katiba inasema na kile ambacho sheria za nchi zinasema, basi matendo hayo yanapingika na yanaojika. Sasa kama mtu anaelewa kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani kinaipa tume haki ya kuchapisha kanuni za uchaguzi, lakini haitoi haki ya tume
kuzuia mtu yeyote yule au chama chote kile kushiriki katika siasa au katika uchaguzi. Kanuni zinadai kwamba sheria inadai kwamba kila chama kisaini zile kanuni za maadili. Lakini kanuni ambazo tumeletewa na ambazo zinatakiwa zimesainiwa siku ya Jumamosi, zenyewe kwanza zinasema, na nitaomba niwasomee ili Watanzania wote wajue na waanze kujiuliza, je, haya ambayo tume imesema, ambayo mkurugenzi Kailima ameyasema, je, yanaashiria kitu gani? Kanuni ya 1.3 inasema muda wa kutumika kwa kanuni za maadili. Inasema hivi, naomba niwasomee Watanzania wenzangu. Kanuni hizi za maadili zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia siku moja baada ya tarehe ya uteuzi wa wagombea wa uchaguzi mkuu hadi baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi huo. Vile vile, kanuni hizi zitatumika katika chaguzi ndogo ndogo. Kanuni hizi zinaanza kutumika siku moja baada ya nini? Ya uteuzi wa wagombea. Niambieni hivi leo, nani kateuliwa kuwa mgombea kwa mujibu wa sheria? Awe rais, makamu wa rais, hata CCM jinsi ya mambo zile sarakasi walizofanya kule Dodoma ambazo zinakiuka katiba yao, hakuna uteuzi umeshafanyika kwa mujibu wa sheria. Hakuna fomu yoyote ya uteuzi wa wagombea ambayo imeshapelekwa kwenye tume ya uchaguzi. Kanuni hizi zinaanzaje kutumika? Wabunge, je, bunge limeshavunjwa? Kwa sababu inabidi uangalie ibara ya 38, 39 ya katiba namna mchakato mzima kwamba nafasi ya kiti cha ubunge inakuaje na ibara ya 40 ya katiba. Bunge bado liko kazini. Bunge halijavunjwa. Kwa hiyo hata uteuzi wa wagombea wa nini wa ubunge haujafanyika. Lakini Kailima na wakuu wake wanasema nini? Hizi kanuni zinaobana chama. Sasa kanuni zenyewe zinasemaje? Tuende kwenye 1.5. Wajibu wa kusaini na kuthibitisha kuheshimu kanuni za maadili. Kila chama cha siasa na serikali na Tume ya Uhuru ya Taifa ya Uchaguzi watawajibika kusaini kanuni hizi za maadili. Chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa unajiuliza, kifungu cha 162 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani akitoa adhabu yoyote kwa kuto kusaini, kinasema kutakuwa na penalty. Penalty haiwezi kuwa ni adhabu ya kufanya nini? Mtu kufungiwa. Na kingine, ndugu zangu, nipende kuambia, haki ya kuchaguliwa kuwa mgombea inatolewa na katiba. Na muongozo wa sheria wa kitu gani kinamnyima mtu kuwa mgombea kimetajwa na katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Nitapenda niwapitishe katika vifungu mbalimbali vya katiba ambavyo vinazungumzia sifa hizo. Tukienda ibara ya 39 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inasema mtu hata stahili kuchaguliwa kushika kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia, ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa Baraza la Wawakilishi, na katika kipindi cha miaka 5 kabla ya uchaguzi mkuu hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yoyote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Je, kuna sharti za kusema saini maadili hapa? Alipo. Vivyo hivyo tuende kwa wabunge. Wabunge tunapata sifa zao za ugombea ubunge. Kwanza makamu wa rais. Tuanze ibara 47 ambayo inasema kutakuwa na makamu wa rais ambaye atakuwa ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu mambo yote ya Jamhuri ya Muungano kwa jumla na hususan atamsaidia kufuatilia utekelezaji wa siku hata siku wa mambo ya muungano. Atafanya kazi zote atakazogizwa na rais. Atafanya kazi zote za rais kama rais hayuko katika kazini au yuko nje ya nchi. Sasa bila kuathiri, mtu atateuliwa 4 ibara ya 40 na 7 kifungu ibara ndogo ya 4 inasema hivi: mtu atateuliwa kugombea au kushika kiti cha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano isipokuwa tu kama ni raia wa kuzaliwa wa Jamhuri ya Muungano kwa mujibu wa sheria ya uraia,
ametimiza umri wa miaka 40, ni mwanachama na mgombea alipendekezwa na chama cha siasa, anazo sifa za kumwezesha kuwa mbunge au mjumbe wa baraza la wawakilishi. Katika kipindi cha miaka 5 kabla ya tarehe ya uchaguzi hajawahi kutiwa hatiani katika mahakama yote kwa kosa lolote la kukwepa kulipa kodi yoyote ya serikali. Chama akitazuiwa chama akitazuiwa kumpendekeza mtu yeyote kuwa mgombea kiti cha makamu wa rais kwa sababu tu kwamba mtu huyo kwa wakati huo ameshika kiti cha rais wa Zanzibar au kingine. Sasa ambacho hoja ambayo naizungumzia hapa ni sharti gani hapa ambalo linasema usiposaini kanuni za maadili kutoka kwenye katiba ambalo linasema kwamba wewe uweze kufanya nini? Uwezi kuwa mgombea. Tunakwenda katika ibara ya 67. Ibara ya 67 ni ya msingi sana na naomba niweze